FM inawakaribisha katika matangazo ya Kiswahili. Taarifa ya habari. Na msikilizaji mpendwa wa idhaa ya Kiswahili ya Radio na Television Fire FM, karibu sana kabisa kuungana nasi katika habari zetu mpya ya kila siku kwa siku ya leo, ambapo leo ni tarehe 20 mwezi Desemba mwaka 2023, ambapo tuko kabisa live in the house kuweza kujia na taarifa ya habari kwa lugha bora ya Kiswahili ambayo inayogubika zaidi na masuala ya uchaguzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hadi sasa ninavyozungumza bado harakati za uchaguzi zinaendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tutakwenda kujua kote kunaendeleaje. Tutajiuliza kwenye majimbo 26 hali iko namna gani. Tutaanzia hapa Lubumbashi hadi kufikia mikoa yote 26, tujue uchaguzi unaendeleaje huko. Fire Radio, habari mpya ya kila siku. Moja kwa moja tuanzie hapa kwetu jimboni huko Tanga, yani hapa Lubumbashi, ambako kabisa masuala ya uchaguzi, mpenzi msikilizaji, yanaendelea kama kawaida. Fire Radio Kiswahili tumekwenda kuchimba kabisa kwenye baadhi ya sehemu mbalimbali, aidha vituo mbalimbali vya kupigia kura, na katika kufika kwetu huko tumekwenda kukaribia watu mbalimbali ambao tumehojiana nao katika masuala haya ya upiga kura. Inaendeleaje hali hivi? Muda mchache uliopita nilikuwa huko upande wa Katuba na nimekwenda kukutana na watu kule ambao nimeulizana nao mawili matatu katika masuala haya ya uchaguzi. Jambo mkubwa. Jambo sana. Tuko ku centre maongezo hapa Mkatuba. Hali iko je nyiwe mko kwa kufuta? Bon, tuko hapa, depuis tuko hapa naona sasa vile mstari kwa ndani polepole. Basha tukawiza hapa, depuis asubuhi tuko hapa lakini hatuna evolution hata moja. Sinon vote inaendelea tu bien. Hakuna complication yoyote. Bon, depuis niko hapa siona complication hata moja. Yeah. Na nyinyi mnaona je est-ce que bitaisha bien? Bon, naona sasa vile kuko watu batatoka hapa na retard. Juu depuis tulifika hapa nasikia marimereke watafunga 18h. Sasa na watu wa mingi haba vote. Njoo atu ya comprendre hata bitakuwa je. Nyinyi mlikuwa mnaweza wafanye namna gani hasa zaidi juu ya kuweza kufanya amelioration? Bon, normalement bangiangalaisa kujere watu mule ndani, juu wako natoka dara bangamata 5 personnes. Ile 5 personnes bana libérer bien avant, juu wengine wapate kisa kuingia. Sio hapa kwa wazee, kwa mama mimba, il faut na faciliter déjà bale hata si wa jeune tunaweza ingia hata na retard na problem. Sawa, asante. Okay. Ndio bali mimi nilipotea. Problem huko masali nyingine. Beko na ile souplesse ya kutumika. Beko natumika mzuri sana mbio bantu wanakwenda. Huko masali nyingine iko sababu kufanya hata formation hapa. Mais quand même hakuna tracasserie, hakuna nini, mais ile sio kufanya mbio. Mimi nawazia bantu peut-être wataisha vote. Pourquoi hapa depuis ça quand je vois. Nilikuwa asubuhi Kwa saka. Ma 7h. 7h. Kwa saka. Inatoka mu midi. Midi. C'est-à-dire que mulika mulingi. Oui. Bantu beko wako mingi. Sasa vile beko na exécuter pole na bon pole ndio napita. Sasa papa ka question ya mwisho mbo voter ba candidat bino bote 4. Bina voter pour présidence. Bina voter national. Na voter provincial. Na voter na municipal. Merci. Bien, ma machine, ben bien, mambo tenenda bien. Pourquoi hapa depuis ça gani? Depuis 8h, hein. Il va 7h, mais il y a 8h déjà, mais j'ai voté. Voté, bien, présidentiel, pour national, pour municipal. Boucheche. Boucheche, aba mouina, qui a la paraye moi.
Kisha wangu mimi napiga mwingine numero 13 Gabriel Mwela. Mimi napiga mwingine Mwamba Tanas. Nje mimi naisha na huyu papa de Viro nani Papa Gaston. Batapita bote bwana. 100%. Aise, leo ni kivumbi na jasho hapa kwenye kituo cha kupigia kura. Mpenzi msikilizaji, tuko hapa ambako live kabisa tunatembea kote kujua hali inaendeleaje. Tuko sehemu ya Katuba ya tuko live kabisa kupitia Fire Kiswahili. Na mpenzi msikilizaji, hapo tulikuwa tuko Katuba ambako tumekwenda kujiuliza hali inaendeleaje ya kupiga kura. Tujielekeze moja kwa moja katika masuala haya ya uchaguzi ambayo yanazidi kujiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yanajiri eneo lote kabisa, yani Jamhuri ya Kidemokrasia nzima kwa sasa. Leo ni masuala ya uchaguzi ndiyo gumzo, ndiyo habari ya mjini, yani ndiyo inayozungumzwa kwa sasa kwenye midomo ya wakaaji. Na tukueleza kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura katika mji wa Kolwezi, tukiwa huko katika jimbo la Lualaba, kama vile kituo cha Mwanga, mashine za kupiga kura zilipata matatizo ya uanzishaji sahihi Jumatano hii Desemba 20. Wapiga kura walieleza wasiwasi wao kutokana na ucheleweshaji wa mchakato wa upigaji kura, na hasa ucheleweshaji na upigaji kura katika kituo cha kupigia kura cha Star Kolwezi. Wapiga kura wa rika zote walipanga mbele ya vituo vya kupigia kura. Alo, mwenzetu Abdul, ukiwa hapo Kolwezi, hali ikoje kwa sasa? Naona kidogo hajakaa vizuri, tutakwenda kumpokea baadaye ili aweze kutueleza hali ikoje upande wa kule Kolwezi ambako kwa sasa uchaguzi unaendelea hadi sasa. Lakini kwa kuweza kuachana naye kidogo, tuweze kumhoji mwenzetu ambaye yuko upande wa mashariki mwa Kongo, upande wa Fizi pale, yani Ubembe. Lakini kabla kuweza kuhojiana na huyu aliyeko Ubembe pale, tuweze kuwaeleza hali ya uchaguzi inayojiri hadi sasa. Msikilizaji mpenzi, ni Fire Radio ambayo unazidi kuisikiliza. Katika habari ni kwamba kura hiyo ilifanyika bila matukio makubwa, yani kura ilifanyika bila matukio makubwa katika vituo kadhaa vya kupigia kura vilivyotembelewa na wanahabari wa redio mbalimbali Jumatano hii Desemba 20, tukiwa huko Kivu Kaskazini katika tarafa la Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Yani kule kabisa wametuambia Beni mambo yako sawa kabisa. Hata hivyo matatizo yanaripotiwa katika baadhi ya vituo vya kupiga kura. Ni pamoja na baadhi ya wapiga kura ambao hawakupata majina yao kwenye orodha ya wapiga kura, na ndilo ambalo unazidi kuumiza vichwa vya watu. Yani unavokwenda kupiga kura unajikuta jina lako halipo. Sasa zaidi wale wazee wanapata tabu sana kabisa katika kupiga kura, kwa sababu majina zao kweli kuyaona inakuwa ni shida sana. Zaidi hayo, baadhi ya vifaa vya kupiga kura huko Kivu Kaskazini, huko Beni, vya kielektroniki yani EVDS havikufanya kazi. Omar Kalisia, rais wa mashirika ya kiraia katika tarafa la Beni, unasemaje huko? Umekwenda kuturipotia kwamba baadhi ya vituo vya kupigia kura havikuwa wazi katika eneo la Mbau, mji mkuu wa sekta ambayo ina jina moja. Ndivyo ametuambia hivyo. Amekwenda kutuambia, tutamuunganisha baadaye kidogo tuweze kumpokea mwenzetu Alebansa Tarsis akiwa hapo upande wa Sud Kivu, ambaye atatueleza hali ikoje kwa sasa huko upande wao wa Kivu Kusini. Alebansa Tarsis, inakuwaje? Habari ya saa hizi? Salama salimini upande wetu huyu. Mko pale Uvira, nadhani mko Uvira pale jimboni Kivu Kusini. Naam, Uvira kabisa, tunatia kambi. Naam, hapo Uvira kwa sasa uchaguzi ndiyo habari ya mjini ambayo kwa sasa inazidi kujiri mashariki ya kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tuambie hali ikoje kwa sasa? Kwa sasa hali iko vizuri kwa upande wa Uvira, licha matatizo mbalimbali ya kutokana na vifaa vya seni ambavyo vinaripotiwa kabisa. Baadhi ya vifaa hivyo haviko vizuri kabisa kimitambo, sababu hivi kwa sasa niko kwenye senta moja ya upigaji kura maeneo ya Kirezi, manispa ya Kalundu, kata la Kilibula, ambako
watu mrorongo wangali wengi kabisa wanasubiria kupiga kura, huku wengine wamefika kwenye kituo hiki tangu asubuhi mpaka sasa hawajapiga kura. Kutokana na nini? Kutokana na kompyuta za kupiga kura na uzembe fulani, zimoja kuisha chaji na zingine pia kuganda, tuseme hivyo. Kompyuta zinasha chaji vipi? Ina maana kwamba wale wahusikao na masuala ya ufundi wa kompyuta hizo hawakudheweka kwenye chaji iliyotosha, aidha kuna matatizo ya umeme hapa Uvira? Naam, si tatizo la umeme, sababu kila kitu kimeandaliwa na tume huru ya uchaguzi. Wanajua kwamba kompyuta ni kitu cha kuchaji, na ilikuwa ni jukumu lao wao kwenda kuandaa generator, sijui battery ya kwenda kufanya ya kwenda kuandaa juu ya kupata umeme. Na tujui ni nini, kuna mara wanaanza kupiga kura afu dakika 30, dakika 40 hivi baadhi ya mashini zinazimika. Mwenzetu wale Banza, tuambie watu wanaongeleaje uchaguzi? Watu kinyume na matatizo, hakuna tatizo lingine linalokumba upande huo, kwa sababu huko kuna utovu wa usalama. Je, kweli kabisa mambo yanaenda shwari bila vurugu? Na kulingana na swali hiyo, acha ni kupokeze kijana mmoja ambaye amejitokeza kupiga kura, naye atakupatia mawili machache. Kiana vipi? Safi sana bwana journalist, hapo sasa kwenu tu. Safi, na sisi hapo tuko kwenye kituo cha kupiga kura. Nakumbusha, naona umeshapiga kura ama ni vipi? Naona sura kama unakunja hivi. Kwa kweli mimi nahusika sana, nahusika kabisa kupiga kura. Sijapiga kura depuis nilifika hapa, depuis ma 15 mpasa. Nilipita kwanza kwa masantre 3, wananihangaisha sana. Wananihangaisha kwa system ilikuya Uvira ya maletre. Nasikia kwa centre moja wanatia ABC, nyingine centre wanatia MNO. Sasa ku centre yenyewe niliacha enrole ku centre yenyewe ulitoka jinangu ya P. Sasa nafika kule kunifukuza wananipeleka ku centre nyingine yenyewe kwa P. Sasa inaleta vurugu sana hapa kwetu Uvira. Ya vile kabisa mimi nachukia sana mpasa isi yapite. Wenda una neno gani kwa tume huru ya uchaguzi seni ambayo iliandaa mchakato kama na huu, kutokana na usumbufu ambao kwa upande wako umeshuhudia leo? Kwa kweli kushuhudia kupitia seni si ilifanya inahusisha watu wa mingi, hata mimi binafsi na nihusisha juu. Hakuna tuseme ku centre yenyewe niliacha role nifike hapo na nikose hapo card mpaka banitume kwenye centre kwenye banapeleka ile lettre yangu, ile première lettre yenyewe kukuchina yangu. Ile ni makosa sana na nisikisha kabisa, na sifurahi. Ila seni kumanda ingine itakuya kama tutafaa ingine vote mesi kwa hivi ya kuangaishana kabisa. Tunakushukuru sana. Asante baba journalist. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa upande huu kwenye center hili. Matatizo ni mengi. Tofauti na hayo, kuna matatizo kama vile ya majina. Unakuta kituo kimoja ambacho watu wanaenda kujiorozesha upande ule, hafu inakuta ina madarasa madogo. Inabidi wagawe madarasa namna mbili. Inakuta wanachukua wengine shule ambayo iko jirani, afu na wanagawa watu wote wanajielekeza kule ambao walichukua kadi za uchaguzi, afu wanakuwa wanaelekezwa. Unajikuta jina lako kama limeanza na R, kama limeanza na T, kama limeanza na B, inajikuta kwenye shule lingine. Afu inakuwa kama ni mchezo wa nenda rudi. Najikuta huko huko kule huko. Na hiyo ni changamoto nyingi ambazo zinasumbua. Kwa upande mwingine wa wagombea, hamna mgombea yote ambaye labda amekiuka masharti ya seni, aidha kuja kutoa rushwa hapo kwa wapiga kura ili kwamba waweze kumpigia kura? Majanga hayo hayajatokea huko Uvira kabisa. Kwenye masenta ambayo tumewahi kutembelea, visa hivyo kama hakuna, visa hivyo kabisa havijaripotiwa, na hali ni shwari. Tofauti tu na vifaa vinaonekana ni vidogo na vinaonekana ni vibovu, havijibu mahitaji ya wananchi. Na kwa upande wa Fizi, tarafa la Fizi jirani hapo, ndio mpaka sasa kuna ambavyo havijapiga kura. Sasa hivi ni majira, tunaenda saa 11 dakika 15. Kuna vituo ambavyo havijapiga kura kwa kosa la kutokupata ile ambayo ni kompyuta za kupiga kura. Vituo vingi vya Fizi, nikikamata mfano karibu Mboko ndani ya sekta ya Tanganyika, mpaka sasa hakujafika kifaa hata kimoja cha seni. Watu wamekaa mpaka kuchoka, wamechoka hoi bin tabani,
na wengine wameanza kurudia majumbani kwao kutafuta riziki. Kwa mtazamo wenu, mnahisi kwamba uchaguzi upande huo unaweza ukachukua muda gani, aidha unaweza ukatamatishwa muda gani? Na huenda tumfahamishe msikilizaji wa Faya kwamba uchaguzi wameweka siku moja, lakini kwa dalili ambayo tunashuhudia sisi ambao tuko viwanjani, hiyo siku moja ni ndogo sana. Sababu wangeweka siku moja wanapiga mahesabu na idadi ya walio watakaopiga kura, ingekuwa ni vizuri. Sababu unajikuta watu 7,000 wanawekewa sijui mashini 3, na mwezo mashini 3, 2 ndio zinafanya kazi na zingine zinafanya kazi kwa utovu. Na kitu kimoja ambacho kinaweza kikasaidia, tume huru ya uchaguzi seni kupitia muongozi Denis Kadima wangeongeza siku za uchaguzi ila kila mtu afanyikiwe kupiga kura. Na tatizo lingine ambayo inasumbua ni kuna watu walichukua kadi za uchaguzi kwa mfano kwenye mikoa mengine, afu wanajikuta kwenye mkoa mwingine wamehama, tuseme hivyo. Wale kabisa weko wanarudishwa kwenye vituo, wanakimbizwa na miti, tuseme hivyo. Na mwenzetu wa Lebansa Tarsisi, ukiwa huko mashariki mwa Kongo, tunakushukuru kwa wakati huu ambao umetupatia kidogo tuweze kumuunganisha mwenzetu Espoir Kilongo Itela ambaye yuko hapa Lubumbashi kwenye kituo kingine, atueleze hali inavyoendelea huko, alafu tutakuja kurudi kwako baadaye. Asante. Na msikilizaji mpenzi, tuweze kumpokea mwenzetu Espoir Kilongo Itela ambaye yuko upande wa kituo kingine cha hapa Lubumbashi, naye atakwenda kutujuza hali ikoje upande wake kule ambako alipo. Kwa sasa tuweze kumuunganisha moja kwa moja kabisa ambaye tayari tumeshakuwa naye. Espoir Kilongo Itela, hali ikoje upande huo kwa sasa, uko kwenye kituo gani? Kwamba hali bado ni tete kwenye eneo hili, watu wanaendelea kufurika na bado umati wa watu ni wengi. Bado umati wa watu upo, kumaanisha kwamba kulingana na dalili unavyoona, je, umati huo utakwenda kutamatika wote kuweza kupiga kura? Mpaka sasa seni haijatoa lolote, lakini wanasubiri waone muda uliokadiriwa kwamba utaendelea. Naam, na kivingine tukizungumzia masuala ya usalama yakoje upande huo? Askari polisi wamehakikisha ulinzi wa kama wa wale wapiga kura na amani pamoja na salama kwa kupiga kura. Naam, kwa mtazamo wako unaona kwamba ni changamoto zipi ambazo zinazokumba kituo hicho ambacho uliopo? Ni watu tu kwa wengi ndicho kinaendelea, mwenzangu mtangazaji. Naam, tutakuja kurejea kwako kuweza kutujuza hali halisi ilivyokuwa, lakini katika zile labda msikilizaji wa Fire ambaye sasa yuko nasi live alitamani kuweza kujua huko kwenye kituo gani kwa sasa, na uweze kumuelekeza labda mawili matatu dhidi ya kupiga kura inafanyika namna gani. Asante, tutaendelea kumjulisha hali inavyoendelea. Hapo ulipo ni kwenye kituo gani? Umesema? Kituo ambacho uko saizi ni kituo gani? Niko Matoleo hapa Rwashi. Matoleo upande wa Rwashi. Ndio. Asante mwenzetu Espoir wa Kilongo Itela, tutakurejelea baadaye. Asante sana, mimi nawashukuru. Haya, mpenzi msikilizaji wa Fire Radio, ni habari mpya ya kila siku inayokujia kutoka masafa 99.1 Fire Radio, ambapo tunazidi kuunganisha wenzetu walioko eneo kote ambao wanazidi kutujuza mawili matatu. Fire Radio, habari mpya ya kila siku. Hivi karibuni msikilizaji, tutakwenda kumpokea Lady Sapna ambaye yuko upande wa huko Kivu Kaskazini, kwa mradhi Kivu Kusini, upande wa Fizi pale, ambaye atakayetujuza pia hali ya usalama, hali ya uchaguzi inaendeleaje pale upande wa Uvira pale, ambaye yuko kwenye kituo kingine cha hapo. Lady Sapna ambaye ni mtangazaji mwenzetu, aidha reporter wa Fire Radio, ambaye yuko huko upande wa Uvira, tutakwenda kwa naye kabisa live kuweza kutujuza hali iko namna gani, ambapo tunakwenda kumuunga moja kwa moja Lady Sapna. Hello Lady Sapna, habari ya saizi? Salama, niko poa, namshukuru Mungu. Naam, tuko live kabisa kupitia taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kunako Fire Radio tukiwa Lubumbashi.
tulitamani kuweza kujua hali ya hapo mlipo kwa sasa mashariki mwa Kongo, hasa nikihitaji hapo Uvira ambako sasa uko kwenye kituo cha upiga kura. Sijui hali inaendeleaje hapo? Mashariki mwa Kongo hapa maeneo ya Uvira, kusema kweli sisi tuko salama kabisa, na uchaguzi umeanza vizuri mpaka sasa hivi, unaendelea vizuri bila tatizo yoyote. Watu wanajielekeza kwenda kupiga kura na kila mtu anapiga kura kistaarabu kabisa bila tatizo yoyote. Na hakuna vurugu zozote zilizoletwa labda na vyama vya kisiasa upande huo? Hapana, kwa kweli hakuna chama chochote cha kisiasa ambacho kimeleta vurugu, wala watu ambao wanakuja kupiga kura, hamna yoyote yule ambaye ameleta vurugu aidha kuanzisha vurugu. Kwa mtazamo wako, nahisi kwamba kwa kuona kwako umeona ni matatizo gani yanayokumba zaidi watu huko kwa kupiga kura? Ni yapi kama changamoto, aidha zipi kama changamoto ambazo zinazokumbana na watu huko? Kwa kweli wanasema kila kazi ambayo inafanyika na binadamu hawezi kukosa changamoto. Changamoto ambayo nimeishuhudia hapa baada ya kufanya uchunguzi ni kwa sababu watu wengi sana, hasa wamama watu wazima, hawajui kupiga kura. Yaani unajikuta mama akiingia pale mbele akitaka kupiga kura anamsema yule mtu ambaye anayemtaka yeye. Wakishamwekea naye pale mama anakataa, hapana mimi bado, vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto ziko kwa mama kwa sababu ukichukulia kwamba hatukupata mafunzo, vifaa vilifika kwa muda mchache na leo tukaingia kupiga kura. Kwa hiyo watu kusema waelewe wanapigaje kura ndio changamoto. Afu kichukulia kuna watu ambao hawajui kutumikisha hizi simu zetu kidogo, ambazo wana hizi simu zetu zinazoitwa Android, kidogo wanakuwa wanaelewa, lakini wale ambao wana uzoefu wa hizi simu kwa kweli ni changamoto kwa kweli. Hiyo ndio changamoto ambayo wako nayo wale watu ambao wanasimamia masuala ya uchaguzi. Ni vipi kuhusu masuala ya rushwa? Changamoto hizo, aidha harakati hizo za rushwa hadisadikiki huko? Kwa kweli sijaona wala kukutana mtu yote ambaye anatoa rushwa ili mtu wake aweze kupigiwa kura. Sijaona mtu yote yule ambaye anamkaza mtu bwana mchague fulani, hapana, sijaona. Kila mtu yuko anaingia, kama unavyojua kuna kasehemu fulani hivi kasiri, labda kwa wale wamama watu wazima ndio wanaenda kuelekezwa, na wamama wanakuwa kuja na watu wao tayari wameshaandika kwenye karatasi. Hivyo sijashuhudia kwa kweli. Masuala ya rushwa hakuna kwa kweli. Naam, yani kumaanisha kwamba kila kitu kiko sawa sambamba kabisa, hamna vurugu yoyote, hamna mambo ya rushwa na hamna chochote kinachoendelea kibaya. Sijui binafsi kwa mtazamo wako ulivyoona, unahisi kwamba seni ilihitaji kuweza kusailisha nini ambacho hakijaenda sawa kwa upande wa seni? Kivyangu hakuna vurugu kwa kweli. Toka wameanza mpaka sasa hivi hatujapata tatizo lolote ile kusema kwamba kuna vurugu. Na kwa upande wa seni nadhani nikasema kwamba hata ikitokea wakati mwingine tu tunapata hivi vifaa kwa mapema sana ili tuanze kuvisoma. Unajua kwamba tumevipata nyuma kidogo. Kwa hiyo watu wanakuja wanajiuliza itakuwaje? Viko vipi? Unajua sio kila mtu ndio anatumia hizi simu zetu za kisasa. Hivyo kama itawezekana wakati mwingine tu tunavipata vifaa kama hivi kwa mapema sana ili watu wawe wanaelewa kirahisi. Unaweza kumkumbusha msikilizaji wa Fire Radio Kiswahili uko kwenye kituo gani cha kupigia kura? Mimi kituo ambacho niko sasa hivi ni kwanza hapa mjini Uvira. Kituo yenyewe ni shule, unajua ni shuleni, ni masomo ambayo yanaitwa Epe Mapendo, maeneo ya Kagando kule Uvira. Epe Mapendo Kagando. Yeah. Tunakushukuru sana mtangazaji mwenzetu kutokea Uvira FM ambaye pia umekwenda kuturipotia kutokea hapo mjini Uvira kwa kutupatia ripoti kamili ya hali iliyopo kwa sasa hapo. Asante sana kabisa kwa kuweza kuniunga na kuweza kutujali sana, kutuuliza nyumbani kwetu Uvira tunaendeleaje. Ni moja kati ya vitu ambavyo mnatuonesha kutujali. Asante sana kwa kweli, tuko vizuri kwa kuwa tunawasiliana. Endapo pakitokea tatizo kinyume, kisha dakika ngapi hapa tukimaliza kuongea lazima nitawajuza. Naam, tutakuunganisha baadaye kwa kuweza kujua hali zaidi zinazojiri huko upande wa Uvira. Dada yetu Lady Sapna. Asante sana, hata mimi natoka hapa naenda kwenye kituo kingine nikatizame ni kitu gani kinachoendelea huko. Haya. Mpenzi msikilizaji wa Fire Radio Kiswahili, bado tu ni habari zinazozidi kukujia kutoka masafa 99.1. Tunazidi kupiga simu huku na kule kujua hali ya wapiga kura inaendeleaje. Tulitamani kuweza kumpokea mwenzetu aliyeko kule Bukavu, lakini naona kama kidogo mtandao haujakaa vizuri, lakini kama mtandao kiko umekaa vizuri tutakwenda kumuunganisha mwenzetu aliyepo pale mjini Bukavu ili aweze kutujuza hali iko namna gani kwa wapiga kura walioko pale Bukavu.
Lakini pia kwa mwenzetu aliyeko pale upande wa Kalemi atakwenda kutujuza pia hali ya Kalemi ikoje kwa sasa kwa wapiga kura. Mpenzi msikilizaji, habari mpya kila siku nazidi kukujia kutoka masafa ya 99.1 Fire FM Kiswahili. Fire Radio, habari mpya ya kila siku. Wapiga kura aidha wagombea kwenye kwa mradhi wagombea wanazidi kulalamikia swala la seni kuweza kutoa matokeo yaliyo halali na ya ukweli katika kipindi hiki cha upigaji kura, ambapo wazidi kudai kwamba seni iweze kuweka vitu sawa ili kuweza kutangaza kura zilizo na ukweli na usahihi kabisa. Mpenzi msikilizaji, bado tunaendelea kuungana na wewe katika masuala haya ya uchaguzi ambayo yanazidi kujiri huku na kule. Labda kwa kuweza kutamatisha muda wetu huu, tuweze kujielekeza katika sehemu zingine mbalimbali ambako tuweze kujua hali iko namna gani ya wapiga kura, ya wapiga kura na uchaguzi mzima unaendeleaje. Tuweze kumchukua moja kwa moja mwenzetu mtangazaji mwingine aliyeko huko upande mwingine wa pili, kama network itakwenda kuturuhusu vizuri kuweza kumuunga moja kwa moja. Lakini katika kuweza kumsubiria kuweza kumpokea mpenzi msikilizaji, tuweze kukueleza kwamba tujielekeze huko upande wa Kananga, ambako tujiulize kinachojiri huko Kananga. Kananga mpenzi msikilizaji ni upande wa Kasai Central. Tuweze kujua hali iko namna gani pale Kananga, na tumetumiwa hapa saizi ripoti na mwenzetu ambaye yuko pale Kananga upande wa Kasai Central, ambaye amekwenda kutujulisha hali ilivyo pale Kananga. Tuweze kusoma message yake ambayo ametutumia kama ripoti, kwa sababu sauti yake alivyorekodi imetoka na fujo nyingi, hamna jinsi ya kuweza kuisoma. Hivyo basi tuweze kusoma hata ujumbe aliotutumia upande wa huko Kananga. Mpenzi msikilizaji, tuweze kujua pale Kananga inaendeleaje. Amesema kwamba shughuli za upigaji kura zinaendelea vyema sana hapa Kananga, katika vituo kadhaa vya Kananga Kasai ya Kati. Hata hivyo, katika baadhi ya vituo shughuli zilianza kwa kuchelewa kutokana na kukosekana kwa uanzilishaji wa mashine zilizotumwa leo asubuhi. Na Arthur Padinganyi, mwangalizi wa uchaguzi wa Baraza la Kudhibiti Migogoro ya Uchaguzi, alisema hajarekodi matukio yoyote hadi sasa. Baada ya kutembelea maeneo tofauti, alisema alihakikishiwa na ushiriki wa kila mtu katika kura. Mpenzi msikilizaji, hivyo basi msikilizaji, tuweze kumkaribia na kuweza kumuunganisha mwenzetu Joseph Bukize aliyeko huko upande wa Fizi. Fizi ni tarafa jirani la Uvira, huko upande wa Ubembe, ambaye tunaweza kumuunganisha atueleze hali iliyopo kwa sasa upande wa Fizi pale mashariki mwa Kongo, ambaye anaweza kutueleza pia hali iko namna gani kwa sasa. Katika habari zetu tunahitaji leo kujua uchaguzi unaendeleaje, michakato iko namna gani, changamoto ziko vipi, lakini pia kujua ni kipi kinachoendelea kujiri mashariki, kaskazini, kusini, magharibi mwa nchi ya Jamhuri. Mwenzetu Bukize Joseph uko kabisa live kupitia Fire Radio, kupitia habari zetu. Tuambie hali ikoje ya uchaguzi huko upande wenu wa mashariki? Ndio, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Uvira, tarafani Fizi, uchaguzi unaendeshwa kabisa kama kawaida, ingawaje kuna matatizo madogo ya kiufundi ambayo ambayo hayawezi yakaathiri kutokuendeshwa vilivyo kwa uchaguzi. Kwa mfano, betri ambazo zinatumikishwa kwenye kompyuta za uchaguzi, mojawapo hazina nguvu kabisa, nguvu ya umeme ya kutosha ambayo inaweza kusaidia kuendesha uchaguzi hadi ukomo wake. Hata hivyo, kamisheni huu ya uchaguzi iliweza kutayarisha betri zingine katika hali ya kusaidia na pia kuweza kufikia kabisa ukomo na kuruhusu raia walio wengi waweze kupiga kura na kuchagua viongozi wao ambao wataongoza nchi ya Kongo katika miaka zijazo.
Ni vipi kuhusu usalama kwa wanaopiga kura huko, ukoje usalama? Kwa kweli tarafani Uvira na tarafani Fizi kwa mfano, usalama kabisa unaonekana wa kuridhisha. Naam, mwenzetu Bukiza Joseph amekwenda kutujuza hali iliyopo huko Fizi, yani Fizi huko upande wa Baraka ndiko ambako alipo kwa sasa, na ametujuza mengi zaidi tukiwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Msikilizaji mpenzi, hivi ndivyo ambavyo tunavyokuaga kabisa katika habari zetu. Tunakushukuru wewe ambaye ulikwenda kuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati ya taarifa hii ya habari. Nilikuwa ni London, Mshalangwa Israel Uvirano nilo jina langu, ambaye niliongozwa kwa fundi wa mitambo na Alice Kasongo. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naenda kupiga kura kwa sababu sijapiga kura. Naenda na mimi nipige kura, halafu tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaherini.